Na mtazamaji wangu, happy new month popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Natumai mzima na buheri wa afya. Mtazamaji wangu, leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2025. Hivi sasa siasa kwa kweli kile kinachozidi kushuhudiwa katika taifa la Tanzania moja kwa moja ni pigo kubwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, amini usiamini, Watanzania hivi sasa wamebaki na msimamo mmoja ya kwamba ifikiapo Oktoba tarehe 29 hakuna kutik bali ni maandamano. Haya yote ni kutokana na mageuzi ambayo amekuwa akiomba uongozi wa serikali ya awamu ya 6 waweze kufanya kabla ya uchaguzi mkuu hayatakuwa yameweza kufanikishwa. Hivyo basi mtazamaji wangu, nitaweza kukupa sababu 10 ambazo zitaweza kuchangia maandamano hayo ya Oktoba tarehe 29 mwaka 2025, ikiwa ndiyo siku ya uchaguzi pia huko Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, kwanza kabisa ningependa uweze kutupa support kubwa kwa sisi hapa kufanikisha azma yetu ya subscribers 100,000. Hili hapa tutaweza kulifanikisha kwa ushirikiano kupitia wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, vile kwa wewe kubonyeza alama ya like. Naam, mtazamaji wangu, kuna kutolewa au kukatishwa tamaa kwa matukio na mchakato wa uchaguzi mkuu. Mtazamaji wangu, amini usiamini, hivi sasa idadi kubwa ya vijana wa Gen Z wanaamini kwamba kwa njia moja ama nyingine, iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu atakuwa hajaweza kuachiwa huru, basi uchaguzi hautaweza kuwa uhuru na haki, ambapo ni kinyume kabisa na sheria na katiba ya Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi hoja hiyo inazidi kuchangia maandamano ya vijana wa Gen Z. Vile mtazamaji wangu, sera za serikali zinazozidi kuhusishwa na kupandishwa kwa kodi chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Hivyo basi idadi kubwa ya Watanzania hivi sasa wanazidi kulalamikia gharama kubwa ya maisha chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6, hatua ambayo wasingependa iweze kujirejelea kwa mara nyingine katika serikali ijayo. Hivyo basi ni vyema mabadiliko yaweze kufanyika kabla ya kosa jingine waliloweza kulifanya awali kulirejelea kwa mara nyingine katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, pia kuna misingi dhaifu ya mazungumzo kati ya serikali na wananchi. Vile kuna misingi dhaifu ndani ya chama hicho cha CCM. Mtazamaji wangu, siku ya jana sote tuliweza kuona kipande cha video ambacho kilikuwa kikionyesha baadhi ya Watanzania waliokuwa wameweza kuabiri basi la mwendo kasi bila uoga wote ule, wakidai kwamba hawataki CCM. Mtazamaji wangu, hatua hii imeweza kusababisha CCM kujaribu kujadili na kutafuta mbinu ya kujaribu kumaliza uhasama huu unaozidi kuonekana kati yao pamoja na wananchi. Wananchi hawa ndio ambao CCM wanazidi kuwategemea kuwapigia kura katika uchaguzi mkuu, ila iwapo wananchi hivi sasa wanazidi kudai mambo kama hawapo tayari na CCM, ni pigo kubwa kwa viongozi wa CCM, kwani moja kwa moja wanaamini kama kweli wananchi hawataki CCM, huenda wangeweza kutaka hata chama Chadema. Na je, kwa wao kutaka chama Chadema, lazima Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru, kwani ndiye mgombea wa urais aliyechukua fomu kuwasilisha ama kuperusha bendera hii ya chama cha Chadema, hatua ambayo CCM haiamini mfumo mpya ambao vijana wa Gen Z wanazidi kutumia katika Jamhuri ya Tanzania. Vile mtazamaji wangu, Oktoba 29 kuna mengi yanayozidi kujadiliwa. Maandamano, jambo ambalo CCM alikuwa haitarajii kabisa, ila kwa njia moja ama nyingine CCM wanaonekana kutokuwa na imani kabisa na kile ambacho baadhi ya viongozi ndani ya chama cha CCM wanazidi kukaidi na kuomba kutolegeza kamba, kubaki na msimamo uliokuwa hapo mbeleni, hatua ambayo inaonekana kusababisha mgawanyiko ndani ya chama
hicho cha CCM, hatua ambayo inazidi kuwapa nguvu sana upinzani chama Chadema, kwani tumeweza kushuhudia chama Chadema kuwa imara na hata kutokuwa na mpango wote ule wa kufanya mgawanyiko ama wao kujitenga na kile ambacho Watanzania wanazidi kukiomba. Mtazamaji wangu, chama ambacho hivi sasa kiko mbioni kwa ajili ya kujaribu kufanikisha yale yote ambayo Watanzania wanazidi kuomba ni chama cha Chadema. Iwapo utakuwa hujaweza kutaja chama Chadema, basi utakuwa umeweza kukosea pakubwa. Vile vile ombi nzito ambalo linazidi kuwasilishwa na idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania ni uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, ila kuna matukio mengine ambayo yanazidi kuchanganya viongozi wakuu wa CCM. Hivi sasa mtazamaji wangu, idadi kubwa ya vijana wa Gen Z wanazidi kufichua mambo ambayo Watanzania wengi walikuwa hawafahamu kuhusiana na serikali ya awamu ya sita, hatua ambayo inazidi kuweka chama cha CCM hatarini kwa wao kutoshindwa kuingia Ikulu, kwa wao kupigiwa kura katika uchaguzi huu mkuu wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, haya yote yataweza kuleta madhara, kwani sote tunafahamu kwamba kutakuwa na shinikizo la kimataifa kwa uongozi wa serikali ya awamu ya sita, kwani iwapo hivi sasa uongozi wa serikali ya awamu ya sita utashindwa kusikiliza kilio cha wananchi wa Tanzania, na wananchi hawa wa Tanzania kufika hatua ama kipindi ambapo wataweza kuandamana dhidi ya serikali hii ya awamu ya sita, kwa njia moja ama nyingine mataifa ya kigeni yataweza kuingilia kati. Hivyo basi moja kwa moja itaonekana kuwa serikali ya awamu ya sita imeshindwa kusikiliza wananchi na kudaiwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wananchi ambao wanazidi kuwategemea kwa wao kuwapigia kura ili kwa viongozi hao CCM kurejea afisini kwa mara nyingine. Vile vile mtazamaji wangu, kutakuwa na uadui ndani ya chama cha CCM iwapo maandamano yataweza kufanyika. Mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba kuna viongozi wakuu hivi sasa ndani ya chama cha CCM kutokana na hali wanayozidi kuishuhudia, tishiwa na hata vuguvugu la maandamano nchini Tanzania dhidi ya chama hicho cha CCM. Baadhi yao wapo mstari wa mbele kuomba baadhi ya viongozi wa ngazi za juu hapo ndani ya chama cha CCM waweze kusikiliza kilio cha wananchi wa Tanzania, ila baadhi yao hawapo tayari kufanya hivyo. Vile vile mtazamaji wangu, kutakuwa na vikwazo vya kisheria au uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ndio siku ambayo baadhi ya Gen Z katika taifa la Tanzania wanaendelea kutishia kuandamana, jambo ambalo litaweza kuonyesha jinsi gani ambavyo kutakuwa na kikwazo kikubwa cha sheria katika Jamhuri ya Tanzania. Vile vile mtazamaji, kuna matukio ya usalama binafsi kwa viongozi, kwani sote tunafahamu kwamba kuna jeshi la umma ambalo limeweza kupewa majukumu kulinda kama rais mstaafu na hata viongozi wengine wa ngazi za juu katika serikali ya awamu ya sita, ila ifikiapo wakati wa uchaguzi mkuu wote watakuwa wakishiriki zoezi la katiba ya Jamhuri ya Tanzania, ila kipindi na wakati ambapo uchaguzi utakuwa umeweza kukamilika, je, ni nani ambaye atakuwa yupo tayari kuimarishiwa ulinzi? Matokeo yakikuwa ama yakiendelea kusubiriwa yaweze kutangazwa. Hatua hii mtazamaji wangu inazidi kuonyesha hali ya hatari, kwani sote tunafahamu kwamba tishio hili la maandamano kutokana na jinsi ambavyo vipande vya video vimekuwa vikisambazwa kwa wakati huu wa Tanzania wapo na uhakika na kile ambacho wanazidi kukizungumza, kwani siasa za mwaka 2025 zimekuwa tofauti kabisa na siasa zilizokuwa hapo mbeleni. Mtazamaji wangu, pia kuna hoja nyingine ama madhara mengine ambayo yataweza kumkumba Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuvuruga kwa uchaguzi wa taifa. Hoja hiyo tumeweza kuizungumzia, na hata kizuizi cha kiuchumi. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, iwapo kweli katika tarehe 29 Oktoba
kutakuwa na maandamano. Mtazamaji wangu, amini usiamini, ekonomi ya taifa lazima itakuwa imeathirika pakubwa, kwani kutakuwa na vifaa ama polisi huenda katumia vitoa machozi kwa waandamanaji, hatua ambayo mwisho wa siku serikali lazima itaweza kujiita mkutano ili kujaribu kurejesha fedha walizoweza kuzitumia kupambana na waandamanaji. Vile vile waandamanaji nao kwa ajili ya kutaka kuonyesha hasira ama kutofurahishwa na uongozi wa serikali ya awamu ya sita, lazima wataweza kutumia mawe ama kurusha mawe katika majumba, magari. Mtazamaji wangu, nazungumzia swala kama picha iliyokuwa ikishuhudiwa nchini Kenya, huko Morocco, Madagascar kama siku ya jana. Sasa mtazamaji wangu, hiyo ndiyo jambo ambalo litaweza kuchangia uchumi wa Jamhuri ya Tanzania kuporomoka kwa mara nyingine, ila sisi hapa tungeweza kutakia uongozi wa serikali ya awamu ya sita ni vyema kusikiliza kilio cha wananchi wa Tanzania. Mtazamaji wangu, itakuwa vyema iwapo hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, usisahau kulike video zetu na kusubscribe katika YouTube channel hii. Bye bye until the next video.